Waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza tuanze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuendelea kutupa zawadi ya uhai, kuendelea kutubariki afya njema, na leo tumekutana siku ya hapa tukiwa hapa kwenye mamlaka ya kaka yangu hapa Kisarawe Kiluvya Madukani. Shukrani sana. Kwenye msikiti wa Masjid Salafi. Naam. Lakini la pili ni tumie fursa hii kuendelea kuomba radhi kwa kiongozi wetu, rais wa klabu yetu Engineer Hersi Said kwa kushindwa kufika hapa kama ambavyo tulikuwa tumekubaliana, na amekuwa na dharura ambayo amewasilisha kwa mkuu wa wilaya, na ikamlazimu sasa atuteue sisi vijana wake tuje tumwakilishe kwenye hili jambo la siku ya leo. Naamini Mheshimiwa mkuu wa wilaya amepokea dharura ya kiongozi wetu na mambo yamekwenda vizuri kabisa. Ndugu zangu, sisi klabu ya Young African Sports Club kila nyakati kama hizi za mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani huwa tuna tamaduni ya kupata iftari pamoja na jamii mbalimbali. Na kwa mwaka huu naweza kusema ilikuwa baraka kidogo kwa kuchelewa kufanya hilo zoezi, kwa sababu tulikuwa na shughuli nyingi za kimpira hapo katikati. Kwa hiyo tumeangukia kwenye tuna kumi la mwisho hapo ndio tumeangukia hapo. Kwa hiyo rais wa klabu yetu na viongozi wote wa kamati tendaji wakasema safari hii bwana, tukalifanya hili jambo nje kidogo ya hapa Dar es Salaam, katika ile eneo ambalo tumezoea kufanya mara zote. Iftari hii tukajaribu kula na kushare na watu wengine wa mbali kidogo na hapa ambako sisi tupo. Na hapo ndiko ambako tukawasiliana na viongozi mbalimbali kuhusu wazo hilo, na nitumie fursa hii kumshukuru sana mkuu wetu wa wilaya ya Kisarawe. Alitupokea wakati huo na akatupa baraka zake zote kwa kutukaribisha Kisarawe tuje tupate iftari eneo hili. Kwa hiyo tunakushukuru sana mheshimiwa. Licha ya kutukaribisha, lakini pia alituelekeza eneo hili Masjid Salafi, akatupa historia nzuri ya eneo hili na akatupa pia mipango mikubwa ambayo inafanyika katika eneo hili. Mimi mheshimiwa nikupongeze kwa dhati, yako mengi mazuri unayofanya, lakini kiongozi hapa aliyetangulia kuzungumza kabla yako amezungumza moja katika sifa ambayo uko nayo ni kuunganisha jamii katika makundi yote. Jamii ikishaungana maana yake hakuna hadithi za udini hapo, hakuna hadithi za ukabila, inakuwa jamii moja yenye wananchi wanaoimba lugha moja ya Tanzania. Kwa hiyo hapa watu wameungana, na ndio maana jambo tumeliandaa hili na mwitikio umekuwa mkubwa. Kwa hiyo tukupe pongezi sana kwa jitihada ambazo unazifanya, na naamini jitihada hizi za mkuu wa wilaya ni taswira ya mengi mazuri ambayo yanafanywa na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Yako mengi makubwa na mazuri anayofanya, lakini ukiona viongozi ambao wamewateua kuja katika wilaya kama hii ya Kisarawe wanafanya mazuri, wanafanya mambo ambayo yanaunganisha wananchi, maana yake kioo cha mheshimiwa rais kinakuwa salama na watu wanaona jitihada ambazo wasaidizi wake mnazifanya kwa wananchi wake. Kwa hiyo tunakuomba pia utufikishie salamu hizi za pongezi kwa mheshimiwa rais kwa kazi nzuri ambayo anaendelea kuifanya. Umegusia kidogo hapa jambo la Yanga kupewa ndege kwa wakati mwingine, japo si mara zote huwa linafurahisha watu wote, lakini tumefurahi pia kama umeliwasilisha pia huko. Ndugu zanguni, sisi hatuna mengi sana. Kubwa lilikuwa ni hili, kujumuika na kupata iftari ya pamoja. Tumefuturu pamoja na iftari imekuwa nzuri, iftari imekuwa tamu, kila mmoja amekuja hapa ameenjoy, na mheshimiwa ameniambia bado ipo. Kwa hiyo ndugu zangu ambao tuko hapa, tukimaliza hapa kama wakati wa swala tukuta tukishamaliza kuswali, basi kila mtu atachukua tekeo yake uende ukafanye dako pia. Yote hayo yameandaliwa vizuri hapa. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwashukuru sana wote ambao tumejumuika hapa. Uongozi wa klabu Young Africans unawashukuru, lakini unawaahidi kwamba huu sio mwisho. Kitokea wakati mwingine fursa nyingine, basi na nyinyi msisite kutafuta. Hii ni klabu ya wananchi, ni klabu ya watu, ni klabu ambayo chimbuko lake lipo kwa wananchi wa kawaida. Kwa hiyo wakati wowote pakiwa na jambo lolote, pia msisite kuwasiliana na sisi, likiwepo la kufanikisha basi tutakuwa mstari wa mbele kulifanikisha. Mwisho mheshimiwa,
Niwashukuru sana ndugu zangu waandishi wa habari ambao tumetoka nao Dar es Salaam, wamesafiri pia na wao kidogo, wamekuja huku na wamefurahia mazingira. Wakati nazungumza nao, kila mmoja ambaye amepata nafasi leo kufika kwa mara ya kwanza katika wilaya yako ya Kisarawe amezungumza mazuri ambayo kayaona. Wakati tunaanza safari Dar es Salaam kule, tulikuwa na mashaka kidogo na umbali. Tukasema muda huu tunaotoka huu tutawahi kweli au tutakuta tayari iftari imeshamalizika. Lakini tumegundua Kisarawe sio mbali. Tumetembea vizuri, barabara ni safi kutoka tulipoanza safari mpaka tulipofika hapa. Kwa hiyo tunawapongeza sana na tunaamini sifa hizi ni sifa zinazokwenda kuwapa nguvu muendelee kufanya mengi mazuri kwa ajili ya wananchi wa Tanzania. Kufikia hapo nawashukuru sana ndugu zanguni na asanteni sana. Pamoja na kumshukuru Mwenyezi Mungu, tutasema mambo mengi, lakini tushukuru sana uongozi wa Yanga. Mungu awabariki sana ndugu yangu Ali Kamwe pamoja na viongozi wote mliongozana na msemaji wetu wa klabu kubwa barani Afrika. Wanasema mnyonge muoneni haki yake mpeni. Yanga imeendelea kuonyesha jinsi gani inavyojali watu wake, inavyothamini na inavyotekeleza na kumsapoti Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Ukiona mkuu wa nchi anafanya vitu fulani, baadaye na wananchi wake nao wakafanya hilo jambo, na ndio maana nasema Yanga itaendelea kufanikiwa mno sana sana. Hawa watoto mnaona hapa leo hapa, huyu ndio rafiki yangu. Leo huyu atalala usingizi mzuri sana. Amekula pira, anakula daku nzuri, amekula na epo, amepiga vizuri na supu bado ipo. Kwa hiyo niombe sana timu nyingine, timu rafiki, timu shirikishi, tuigeni mfano wa timu ya klabu ya Yanga. Pongezi nyingi sana ziende kwa rais wetu wa Yanga, kakaangu Engineer Hersi. Na ukiwa na roho nzuri hata sura yako inakuwa nzuri. Muona Ali Kamwe, ukimwona unafikiri ametoka scrubbing honeymoon, lakini ametoka ofisini amekuja hapa leo. Na ukiwa unajali watu, Mungu anakubariki, utafanikiwa. Na haya ndiyo mnaona mafanikio makubwa ya timu ya Yanga. Pesa huwa zitangazwi, pesa zinajionyesha. Huyu ana hera, huyu ni mpiga debe wa hera. Tumeona mambo yaliyofanyika leo hapa. Shehe, ulishawahi kula iftari hivi? Bana mimi bana ndio leo hiyo. Unaona hata stiri waya zimekuwa zenye mvuto. Kakaangu Ali Kamwe, Mungu akubariki sana. Shukrani sana. Asante sana. Mimi na kabinti kangu kama amemaliza chuo kikuu kazuri. Kama ungekuwa ni Mkristo ungeongeza leo. Kwa sababu gani? Unatenda vizuri. Mimi wewe kuwa mkwelima wangu sio haja mbaya, kwa sababu najua una roho nzuri. Uko kwenye timu Mkristo. Mimi Mkristo mshukuru. Kristo. Yanazungumzika. Ila ndevu zimenitia mashaka. Kwa hiyo ndugu zangu, tushukuru uongozi wa Yanga uliamua leo kutoka nje ya Dar es Salaam kuja kufuturisha madrasa yetu ya vijana wetu wa hapa Kiruvya Madukani. Huu ni msikiti ambao tumeanza kujenga mwaka jana na utapanda juu ghorofa 5. Ndio itakuwa madrasa pekee nchini Tanzania yenye ghorofa 5 na lifti. Vijana watakuwa wanasoma humu ndani, wanaishi humu ndani, wanapigwa elimu dunia hapa ndani. Baada ya muda patakuwa pazuri sana. Niombe uongozi wa Yanga msiache siku nyingine tena muje, we Christmas we Pasaka. Ali Kamwe na Joe ni kijana mwenzangu, ni kijana mpore, mnyenyekevu, na roho nzuri, mtifu na msikivu. Na ndio maana umeendelea kuwa msemaji wa timu bora ya Yanga barani Afrika. Niseme kwamba mimi nawakaribisheni Kisarawe. Mjione nyie ni sehemu ya wana Kisarawe. Tumeshakuwa ndugu. Kwa sababu mtu anayeacha akaacha mjini wilaya zote wakasema tunaenda nje ya Kisarawe, ni upendo sio kwa na mfano sana. Na mimi naamini kabisa maneno yangu yachukueni. Kwa hili Yanga mnalolifanya, hakuna mtu atakuja kuchukua ubingwa kwenye nchi hii tofauti na Yanga. Nitasema watasema ameshiba futari. Sio shibe. Mimi kushiba na shiba siku zote. Lakini dalili za mvua ni mawingu.
Sasa hivi naenda saa 2 karibia na nusu. Ali kama yuko hapa, angekuwa huko nyumbani amekaa, lakini ni upendo wa aina yake. Na mimi niliona nimpitishe huku maporini, niona atakata tamaa. Kila napotoka yupo mpaka hapa. Mungu akubariki sana kakangu. Na mimi naamini mtabarikiwa. Na mimi nimesema Yanga njooni tuwatafutie eneo la kiwanja cha kufanya mazoezi Kisarawe. Njooni niwape eneo. Na mkurugenzi yuko hapa, mwenyekiti wa halmashauri. Na sehemu nzuri ya kufanyia mazoezi ni Kisarawe. Achaneni na wale waliopanga Kariakoo. Njooni nje ya mji. Mweke majengo, mweke uwanja, mfanye mazoezi. Baada ya mazoezi mnakula mbuzi fresh. Safi. Mnakula kuku wa kienyeji, mayai. Lakini vile vile mkurugenzi hapa na mwenyekiti wa halmashauri, kuna korosho, tuna mihogo. Sisi ndo tunalisha daa. Mihogo yote ya futari inatoka Kisarawe. Na mihogo yetu ni mizuri, hadi kama atashuhudia nini amekiona pale na nyewe na watu wote mlio. Kwa hiyo niombeni sana, njooni tuwekeze, mfuge. Tuna ng'ombe wetu sisi wenyewe Yanga wa kukamua maziwa. Kwa hiyo niombe na wale wengine mnasema mna hela, leteni watoto wale iftari. Njooni tusapoti, tumunge mkono Mheshimiwa Rais. Ndio muda huu sasa hivi, pesa yako unaipeleka wapi, umeitunza? Tusaidia watoto. Waje tushike mkono. Mungu awabariki sana Alikama. Naomba mpeleke tena salamu zangu kakangu Engineer Hesa, amepata dharura, angekuepo hapa. Na uzuru wake kwa kweli amenifafanulia vizuri, akaniongezea na sauti kwa WhatsApp. Nikamwambia kaka, nimepokea, nia yako ni njema. Vijana waliokuja nimemwakilisha vizuri sana. Na mimi nataka niwahakishie, nitampelekea salamu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sema Mheshimiwa Rais, chonde siku nyingine Yanga wakihitaji ndege wape, wanajali wananchi wako. Kwa sababu gani? Tumeona kama nyie mmeamua kujali watoto wajukuu wa Mheshimiwa Rais, wananchi wa Mheshimiwa Rais, basi wajali na nyie angalau kile ambacho mnahitaji, serikali wa support. Lakini kwa chochote mtakachohitaji msaada Kisarawe, Alikama nipigie simu, iwe usiku au mchana. Ni maelekezo tu. Liwe ndani ya utaratibu, lisiwe ndani ya utaratibu, tutawasaidia. Kwa sababu nia yenu ni njema. Si ndio? Msinichukulie poa, mamlaka makubwa, mkuu wa wilaya sio mtu mpole. Umenielewa? Nikitamka mkurugenzi anasema kwa utekelezaji mambo yanaenda. Si ndio jamani? Baada ya kusema hayo kakaangu, karibu kama na lolote, baada ya mwenyekiti naye ataongea kidogo. Karibu.